Wafugaji wengi wamekuwa wakipata hasara kwa sababu ya msongamano wa kuku au kujenga mabanda makubwa kwa gharama kubwa kuliko idadi ya kuku walionao. Leo nitakufundisha na nitakuonesha vipimo sahihi, vipimo kamili kitaalamu kulingana na idadi ya kuku ulionao au idadi ya kuku unaotaka kufuga. Kuanzia kuku 5, 10 mpaka 500 na kuendelea. Kwa kaa mpaka mwisho wa kipindi hichi, nitakigawanya pia, nitakuonesha kuku wa kienyeji wanakaa wangapi, kuku chotara wanakaa wangapi, kuku wa nyama wanakaa wangapi, na kuku wa mayai wanakaa wangapi. Sasa kwenye ujenzi kuna kitu kinaitwa square meter. Watu wengi hawajui, na ukiingia hata mtandaoni kuuliza bana kuku 50 banda natakiwa liwe na ukubwa gani, watakujibu kwa square meter. Kwa hiyo kwenye kipindi cha leo cha kwanza kabisa nitakufundisha square meter nini na inapimwa vipi, ili tunavyokuja kwenye kuangalia idadi ya kuku kulingana na square meter usichanganye. Sasa tuje kwenye model yetu nimeitengeneza hapa kwa ajili ya kufundishia siku ya leo, kuonesha square meter. Hichi ni kibox. Sawa, hichi ni kibox. Nimeweka matofali 4 pembe 4. Kwa ujumla ukizungusha kamba hivi ni kibox. Sasa ukisikia square meter ni nini? Square meter, tuanze kwanza kwa kupima, ni kuonesha kwa vitendo. Ukisikia mtu anakuambia square meter moja, tafsiri yake ni hapa. Hii ni futi ya kupimia. Unaweka urefu huu, unaona? Huu urefu ni mita moja. Mita moja ni sawasawa na sentimita 100. Sentimita 100 jamani, rula zile za shuleni zile zina sentimita 30. Kwa hiyo ukiunganisha ukipata sentimita 100 ni mita moja. Kwa hiyo ukiambia square meter moja, tafsiri yake ni kwamba ni kiboksi ambacho urefu wake na upana wake, huu upana wake wote ni mita 1 unalingana. Yaani urefu ni mita 1 na upana pia ukija ukipima ni mita 1. Sawa? Upana pia unakuwa ni mita 1. Upana mita 1, urefu mita 1. Hiyo ndio square meter moja. Kwa hiyo hichi kiboksi chote hichi chenye matofali 4, hichi chote hichi kiboksi, hii ni mita 1 kwa sababu urefu na upana unalingana. Sasa kwenye kutafuta square meter ya banda tunachukua urefu mara upana. Unataka kujua banda lako lina mita ngapi? Unachukua urefu mara upana wake. Ngoja nikuoneshe banda hapa kwa vitendo ili ulielewe. Unaona banda hili? Banda hili lina upana, huu upana wa pembeni huu upana wa pembeni kuanzia hapa. Sawa, kwenye nguzo hii, huu ni upana mpaka nguzo hii ni square meter, ni mita 1. Mita 1 ni mita 1. Lakini urefu wake kuanzia hapo ukija na dirisha hili mpaka mlango ulipoishia pale ni mita 2. Kwa hiyo nikitaka kujua banda hili lina ukubwa gani, nitachukua hizi mita 2 za mbele, upande wa mbele, nitazidisha na ile mita 1 ya upande wa ubavu. Kwa hiyo nitapata ni 2 mara 1, nitapata ni mita 2. Kwa hiyo banda hili lina square meter za mraba 2. Sawa eh? Mfano sasa, mfano mwingine. Vipi kama itatokea upana, huu upana wa kuanzia hapa mpaka hapa ni mita 2 mfano, alafu urefu wa kutoka hapa mpaka pale ni mita 4. Unafanyaje? Utachukua hizi 4 za mbele uje uzidishe mara 2 za ubavu. Kwa hiyo itakuwa ni 4 mara 2. Jibu litakuwa ni 8. Kwa banda hili litakuwa na square meter 8. Hivyo ndo namna ya kupima square meter kwenye upande wa banda. Kwa hiyo unachukua ni urefu mara upana wake. Sasa tumeshaona square meter. Tuje sasa kwenye ukubwa wa mabanda ya kuku na idadi ya kuku. Tuanze na kuku wa kienyeji, alafu tuna kuku wa nyama, tuna kuku wa mayai. Kila aina ya kuku wanahitaji ukubwa wa banda tofauti. Na pia tuna aina 2 za ufugaji. Kuna kufuga, ukafuga completely ndani ya banda, yani moja kwa moja wasitoke nje, na kuna kufuga ukawa unafuga wanakaa wanalala ndani, alafu mchana na kula chakula wanakula nje. Sasa tuanze na kuku wa aina ya
kwanza, kuku wa nyama. Je, kuku wa nyama kwenye square meter kibox kama hichi kimoja chenye urefu wa mita moja na upana wa mita moja wanakaa wangapi? Hapa kuku wa nyama wanakaa 8 mpaka 10. Kuku wa nyama kwenye hichi kibox hichi chenye mita moja moja, urefu na upana mita moja moja, wanakaa 8 mpaka 10. Tuseme 10. Pale lile banda likiwa lina mita 2 urefu, mita moja upana, inakuwa ni 1 mara 2 mita square mita 2 mita 2, sawa? Kuku wangapi? Utachukua 10, pale kuna square mita 2, hii ni square mita 1. Kwa hiyo utachukua 10 mara 2, utapata pale wanakaa kuku 20 wa nyama. Ikitokea kama tulivyofanya mara ya pili pale ikawa ni urefu ni mita 4, upana mita 2, tukasema unachukua urefu mara upana. Kwa hiyo ingekuwa ni 4 mara 2 8. Watakaa kuku wangapi? Pakiwa pana square mita 8 pale na square mita moja tumesema wanakaa kuku 10. Utachukua ni ile 10 mara 8. Kwa hiyo pale watakaa kuku 80 kama square mita ni 8, kwa sababu kila square mita moja itachukua kuku 10. Namna ya kupiga hesabu ndio hiyo. Kwa hiyo hichi kiboksi kuku wa nyama wanakaa 10. Tukija kuku wa mayai. Kuku wa mayai inapungua kidogo. Kuku wa mayai hapa watakaa kuku kuanzia kuku wa 5 mpaka kuku 8. Hapo umesongamanisha. Kuku wa 5 mpaka kuku 8. Kwa hiyo utaweza kuweka 5, 6, 7, usizidishe zaidi ya 8. Lakini utazidisha zaidi ya 8 kulingana na vitu vingine viwili pia nitakuja kuelezea. Urefu wa banda kwenda juu na sehemu ya hewa nitakuelezea pia hiyo. Lakini kwa kawaida wanakaa 5 mpaka 8. Ukija kwa kuku chotara au kuku wa kienyeji, hapa watakaa kuku wa 4, mwisho kuku wa 5. Usizidishe hapa. Kuku wa 4 mpaka wa 5 kwenye square mita moja. Kwa kama square mita hii moja inachukua kuku wa 5 wa kienyeji au chotara, kwenye square mita 2 watakaa kuku 10. Kwenye square mita 3, kwenye square mita 3 watakaa kuku 15. Kwenye square mita 4 watakaa kuku 20. Square mita 5 watakaa kuku 25. Kwa hiyo utachukua idadi ya square mita zako uzidishe mara 5. Kwa kama banda lako la square mita 10 na unataka kuweka kuku wa kienyeji na square mita moja wanakaa 5, utachukua 5 mara 10 utapata 50. Kwa kwenye banda lako la square mita 10 utafuga kuku wa kienyeji au chotara 50 tu. Muhimu cha kuzingatia, kimo cha banda na nafasi ya hewa huwa pia vinazingatiwa kwenye ujenzi wa banda. Ona banda hili. Banda hili ni ndefu na huku mbele ni nafasi ya hewa sehemu kubwa. Likiwa lina nafasi ya hewa kubwa na ukisimama nalo, ili banda mimi nikiingia ndani nasimama na hata kichwa kigusi juu. Kwa hiyo linaruhusu hewa inakuwa nyingi na inaingia kwa urahisi. Banda linavyokuwa na nafasi kubwa kuingiza hewa pia linasaidia kuongeza idadi ya kuku. Kwa urefu wa banda na maanisha kutoka chini ya banda hapo chini mpaka kwenye bati, ndio urefu unaozungumzia. Chini ya banda mpaka kwenye bati. At least haijalishi unafuga kuku wa aina gani, lakini at least liwe na urefu wa kuanzia mita 2.5 mpaka mita 3. Mita 2.5 mpaka mita 3. Tulisema mita moja ni sawa sawa na sentimita 100. Kwa hiyo mita 3 ni sentimita 300. Mita 2.5 ni sentimita 250. Sasa na swali hapa haraka haraka. Je, hao tumesema ni kuku wakubwa. Je, unahisi vifaranga kwenye square mita moja kama ile pale wanakaa wangapi? Nipe jibu kwenye comment section hapo chini. Uweke jibu. Sawa? Alafu pia kama unahitaji zaidi pia weka swali lako na uweke majibu. Nitakuja kuandaa pia video kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo weka jibu hapo chini kwenye square mita moja kama hii. Unahisi vifaranga hapa watakaa wangapi na vifaranga wa mwezi gani? Tushare uzoefu ili na wengine waweze kujifunza. Sasa kuna makosa ya kuepuka kwa ajili ya kusaidia kuondoa magonjwa wakati unajenga banda lako. Cha kwanza kabisa,
Hakikisha banda lako ni kavu na linaruhusu hewa kuingia kutosha. Hewa isipoingia kutosha, ndio utapata msongamano wa hewa na magonjwa mengi ya mifugo hasa kuku yanaambukizwa kwa hewa. Kwa ugonjwa utakuwa kila siku unatibu, unaweka dawa, lakini kuku wako hawakomi kuumwa. Yaani ugonjwa hauishi, unaweka dawa na ugonjwa bado hauishi. Sasa tuangalie muhtasari wa haraka haraka. Tumesema kuku wa nyama wanakaa kwenye square mita moja kuku 10, 8 mpaka 10. Kuku wa mayai wanakaa kuku wa 5 mpaka kuku 8 kama umejaza wengi sana. Kuku wa kienyeji au chotara wanakaa wa 4 mpaka kuku wa 5. Pia kama unahitaji msaada wa ramani, tunaweza kukupa ramani ya banda na bajeti ya banda. Unaweza kuweka kwenye comment hapo una bajeti kiasi gani. Tunaweza kusaidia kukupa pia ramani kulingana na bajeti yako, kwamba kwa bajeti hiyo utapata banda lenye material hili, banda lenye ukubwa huu. Karibu Mkongwe Farm kwa ufugaji wenye tija. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili na wengine pia waweze kupata mafunzo kama haya.